Kwa hiyo hilo amelitimiza na sio korojo kama ambavyo wengine walidhani. Lakini vile vile alisema bima ya afya bure, na hilo limepitishwa tayari, na tayari wameanza awamu ya kwanza ambayo itakwenda kuwafikia kaya ambazo hazina uwezo, na kaya hizo kwa Tanzania nzima ni kaya milioni 3.9, na mpaka sasa Dr. Samia rais wetu amekwisha elekeza fedha kwa ajili ya kuanza na kaya 900, ambapo sisi mkoa wetu wa Rukwa unakwenda kunufaika kwa watu 48,500 ambao watakwenda kupatiwa kaya kutoka kwenye kaya ambazo zina uwezo wa chini, wakiwepo walemavu, wakiwepo watoto, wakiwepo wajawazito, katika awamu hii ya kwanza ya bima ya afya. Kwa hiyo nipende kumshukuru rais wetu na tumpongeze kwa juhudi hiyo, lakini pia hatukupaswa kuishia hapo. Sisi kama wawakilishi wake, mimi kama mbunge inayowakilisha nyinyi bungeni, lakini nyinyi pia kama wawakilishi wetu kutoka maeneo mnayotoka, tunapaswa kukaribia jukumu hili na kwenda kulitimiza, ili watu wa maeneo yetu wakapate kujua kwamba tayari jambo limefanyiwa kazi, na sisi tunatakiwa tuwaongoze ni namna gani watapata mikopo ya ujasiriamali, lakini vile vile tunapaswa tuwaelekeze ni namna gani watakwenda kujisajili kwenda kupata bima hizo za afya. Kwa kweli ninachoelewa ni kwamba bado hizi taarifa na sehemu nyingi hazijafika mpaka sasa. Kwa hiyo sisi kama mabalozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan tunapaswa sasa tukaifanye kazi hii, ili watu wetu wa mkoa wa Rukwa waliokuwa na kilio sasa cha bima ya afya, hasa kaya zile maskini ambazo zinaanza kwa awamu ya kwanza, zikapata kuanza kujikwamua na kwenda kujisajili, na mkufunzi wetu ataweza kutoa maelezo zaidi ya kitaalamu na maelekezo mazuri ambayo tutapata kuyaelewa kutoka kwake kaka yangu Amos kutoka NHIF na dada yangu wa polisi kutoka maendeleo ya jamii, naye atapata kuelezea ni namna gani hizi fursa za uchumi na ujasiriamali tunakwenda kunufaika wanawake, lakini vile vile tunakwenda kunufaika wanarukwa. Wao watapata kuwaeleza vizuri zaidi, na baada